Kutambulishwa kwa winga Albert Kangwanda, mchezaji wa kimataifa wa Zambia, kama miongoni mwa nyota wa Yanga watakaosajiliwa kwa ajili ya msimu ujao 2026 2027 si habari njema hata kidogo. Ni habari mbaya, ni tishio kwa wapinzani wa Yanga kwenye michuano mbalimbali watakaoshiriki, kwa maana kwamba ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la muungano na michuano mingine mbalimbali, kwa sababu Albert Kangwanda ni mchezaji ambaye kwa msimu uliomalizika 2025-26 ameonyesha ubora wa hali ya juu kiasi ya kwamba alikuwa akifukuziwa na klabu nyingi. Huyu anatoka katika klabu ya Red Arrows pale nchini Zambia, ambayo hivi karibuni kutokana na kiwango bora alichokionyesha Albert Kangwanda akaisaidia timu yake ya Red Arrows kumaliza katika nafasi ya pili kwenye ligi kuu ya Zambia, mabingwa wakiwa ni Power Dynamos, lakini pili ni kuiwezesha timu yake kutwaa kombe la Absa ambalo ni kombe la shirikisho la mpira wa miguu pale nchini Zambia. Kwa maana nyingine, kupitia mchango wake kwa Red Arrows kwa msimu uliomalizika 2025-26, Red Arrows wakapata tiketi ya kuwakilisha taifa la Zambia katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2026-2027. Alitambulishwa na rais wa Yanga Engineer Hersi Said kama miongoni mwa nyota watano wa kigeni watakaosajiliwa na Yanga kwa ajili ya msimu ujao, wakiungana na wale waliopo kuifanya Yanga chini ya kocha Mang'oba Mngiti itimize mipango yake kwa msimu ujao 2026-2027. Huyu Albert Kangwanda urefu wake ni around 56, umri wake ni miaka 27, maana alizaliwa Aprili 7 mwaka 1999. Ndiye MVP, mchezaji bora katika ligi kuu ya Zambia, lakini ndiye aliyekuwa mchezaji bora katika michuano hiyo ya kombe la Absa, lakini vile vile ndiye mfungaji bora katika michuano ya kombe la Absa kwa kufunga mabao 4 na kuwa top scorer, lakini akawa MVP wa michuano ya kombe la Absa kwa maana ya kombe la FA la pale nchini Zambia. Kwenye mechi ya fainali waliwafunga mabingwa wa ligi kuu ya Zambia Power Dynamos, bonge la mechi, wakashinda mabao 2-0. Bao mojawapo alilifunga huyu mwamba Albert Kangwanda, guu lake lenye nguvu zaidi la kushoto. Urefu wake kama nilivyotoka kueleza awali ni around 56, lakini ana kasi kweli kweli kwenye ligi kuu ya Zambia. Kwa nini alikuwa mchezaji bora wa Zambia? Kwa nini alishawishi mpaka akapata tuzo hii? Ni kwamba katika mechi za ligi kuu ya Zambia kwa klabu yake ya Red Arrows, yeye aling'ara sana, akamaliza ligi akiwa amefunga mabao 17, nyuma tu ya mfungaji bora Moses Shuma, mchezaji wa kimataifa wa Kenya ambaye ndiye aliibuka kuwa mfungaji bora kwa mabao 21. Yeye akashika nafasi ya pili akiwa na mabao 17, lakini kumbuka yeye sio mshambuliaji kinara, yeye ni kiungo ushambuliaji. Kazi yake kubwa ni kutengeneza nafasi kwa wenzake wafunge, lakini kwa sababu hucheza zaidi kutokea kulia, guu lake lenye nguvu la kushoto huingia ndani na kupiga mashuti ya kujaribu kufunga, na kwa kufanya hivyo ndipo akafunga mabao 17 kuwa top scorer namba 2 katika ligi kuu ya Zambia. Lakini kwenye jukumu lake lile la kutengeneza nafasi wenzake wafunge, huyu Albert Kangwanda alitengeneza assist 9. Kwa lugha nyingine, alichangia mabao 26 kwa klabu yake ya Red Arrows kuisaidia imalize katika nafasi ya pili, kwa sababu mpaka mwisho wa msimu Red Arrows waliomaliza na pointi 63 walifunga mabao 44 wakiruhusu mabao 22. Kwa hiyo mabao 44 yeye kachangia mabao 26 kwa maana ya kufunga mabao 17, assist 9. Sasa ni mchango wa mabao wa around 59% kutoka kwa huyu mwamba huyu Albert Kangwanda, mchezaji ambaye amekuwa akitumainiwa pia katika kikosi cha kwanza cha Zambia hivi karibuni katika baadhi ya mechi chini ya kocha George Lwandamina, kwenye mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo ile ukabaji 3, mshambuliaji kinara mmoja. Yeye amekuwa akitokea upande wa kulia kati ya wale viungo 3 washambuliaji. Kasi, chenga ni miongoni mwa mtaji wake, lakini kubwa zaidi kupiga mashuti kwa usahihi, kulenga shabaha na kuwadhuru wapinzani. Yanga wamempata akiwa kwenye kiwango bora sana. Mchezaji huyu ashawahi kutumikia klabu ya Al Hilal Omdurman na kushiriki katika ligi ya mabingwa barani Afrika ambako alicheza mechi 3 akiwa na Al Hilal Omdurman msimu wa 2023-24. Ashawahi kucheza katika ligi kuu ya Moldova. Ana uzoefu kwa maana michuano ya CAF, lakini pia kwenye timu ya taifa ya Zambia. Sasa ametua Yanga akiwa kwenye kiwango bora sana kwenye msimu uliomalizika wa ligi kuu ya Zambia na kombe la Absa la Zambia ambalo ni la FA. Yanga ndio wanampata chini ya kocha Mang'oba Mngiti
Matarajio ni kwamba Mang'oba Mng'iti kwa mifumo yake ya kucheza 4-2-3-1 inafanana na timu ya taifa ya Zambia kwenye mpangilio wao. Anaweza yeye kufit katika viungo watatu washambuliaji akitokea pembeni kulia ama kushoto, kwa sababu goli lake lenye nguvu zaidi la kushoto, lakini huwa anakuwa mkali zaidi, anaenjoy zaidi akitokea kulia, ingawa anapopangwa kutokea kushoto bado amekuwa na msaada mkubwa kwa timu anazochezea. Lakini vile vile kwenye mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu, anaweza kucheza miongoni mwa washambuliaji watatu kule juu. Lakini vile vile sifa nyingine ni uwezo wake wa kupambania mipira pindi timu inapopoteza. Kazi ya kuzuia ni mpambanaji hasa, kwa sababu ana nishati, ana kasi. Miongoni mwa changamoto zake pengine ni kwamba anatua katika klabu ya Yanga inayoshiriki ligi kuu Tanzania bara, ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika. Hivi karibuni ligi kuu ya Zambia imeporomoka viwango kulinganisha na miaka ya nyuma. Ndiyo, haimo miongoni mwa ligi bora 12 barani Afrika ambazo ligi zake hutoa timu mbili ligi ya mabingwa, timu mbili kombe la shirikisho. Zambia kwa msimu uliomalizika, bingwa wake Power Dynamos ndiye atakayeshiriki katika ligi ya mabingwa, wakati wao wameshika nafasi ya pili, hawana tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa na kwenda kombe la shirikisho. Sasa anatoka katika ligi ambayo ina ushindani zaidi. Lakini la pili ni changamoto ya kufuatiliwa zaidi na mashabiki wa mpira wa miguu nchini, kwamba atafanya nini, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji kutoka Zambia hivi karibuni wamekuja kwa kishindo, lakini walichokionyesha hakikuendana na matarajio. Kwa mfano, Joshua Budo Mutale alitoka Zambia akiwa miongoni mwa wachezaji wazuri sana, lakini ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba hakutisha kivile. Ipo mifano mingi. Kuna Freddy Michael Kublan alitoka Zambia akiwa anafunga sana mabao, akifunga mabao 18, aliondoka ligi haijaisha, lakini akawa miongoni mwa wafungaji bora katika ligi kuu ya Zambia, akatua Simba. Hakung'ara kihivyo mchezaji wa kimataifa wa Ivory Coast, mwisho wake Simba walikuja kuachana naye. Wapo nyota wengine kadhaa kutoka Zambia, lakini wapo ambao wamethibitisha ubora. Mmoja wapo mwamba wa Lusaka, Clatous Chota Chama. Je, yeye Albert Kangwanda atakuwa katika kundi lipi? Wale tukong'ara sana kama alivyofanya Chama, kama alivyofanya Kennedy Musonda kabla ya kuondoka Yanga, ama ataingia katika kundi la wale ambao walichokionyesha sio vile walivyotarajiwa, kama Freddy Michael Kublan, kama Joshua Budo Mutale? Hilo ni swala la kusubiri, lakini kimsingi Kangwanda ni miongoni mwa silaha kali za Yanga katika msimu ujao, endapo atadumisha kile ambacho amekionyesha katika ligi kuu ya Zambia na kile ambacho huwa anakionyesha katika timu ya taifa ya Zambia, ambayo katika mechi maarufu ambazo alianza kikosini ni katika mechi aliyocheza dhidi ya Argentina, wana fainali wa kombe la dunia, ambao ndani ya kikosi walikuwa kina Lionel Messi, kina Enzo Fernandez, kina Otamendi na wakali wengine. Yeye alikuwa miongoni mwa waliocheza wakafanya walichoweza, ingawa alifungwa 5-0 katika mechi hiyo ya kimataifa ya kirafiki. Lakini Kangwanda alipata uzoefu wa kucheza na wakali kama hao wa Argentina, miongoni mwa mechi maarufu zilizoinua wasifu wake katika medani za soka za kimataifa. Albert Kangwanda anaungana na Yanga yenye Alan Okello, Yanga yenye Peodo Pako Mzuzwa, Yanga yenye Maxim Pia Zengeli, Yanga yenye nyota wa kutosha katika eneo la kiungo cha ushambuliaji. Ni lazima aonyeshe kile kiwango chake Zambia, na ikibidi akipandishe zaidi, kwa sababu ushindani wa namba ndani ya Yanga waweza kuwa changamoto kwake endapo atayumba kidogo. Lakini ujio wake unaihakikishia Yanga makali zaidi katika eneo la mwisho, kutokana na uwezo wake wa kukimbia kwa kasi, chenga, mashuti, kufunga na kuassist. Itakuwa vipi balaa hili kwa wapinzani wa Yanga kwenye msimu ujao 2026 2027? Ili mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.